Ngome ya michezo. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-Level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri, rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka. Wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754 691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu, mpeleke mwanao St. Marcus High School. Naam, mtazamaji wa Baraka TV, moja kwa moja kipindi ni Ngome ya Michezo hapa Baraka TV, na siku hii ya leo tunaye mkongwe ambaye tunaenda kupiga naye story kuhusiana na historia ya kandanda hapa nchini Tanzania. Yapo mengi sana, kama ambavyo unaona mandhari hapa inajieleza. Ni sehemu ambayo ni uwanja wa michezo na ni sehemu ya uwanja wa mpira wa soka, na hapa tutaenda kuzungumza mengi sana. Mgeni wetu wa leo ni mkongwe, ana historia yake ya kipekee. Hakuna mwingine mwenye historia kama ya kwake mpaka hivi sasa kunako michuano ya ligi kuu NBC Tanzania bara hapa kwetu Tanzania, lakini pia yapo mengi zaidi ambayo ni historia yake yeye kama yeye. Tutaenda kuyafahamu mengi kuhusiana na viwanja, kuhusiana na mengine ya wachezaji, ataenda kutueleza. Kubwa zaidi, mimi natamani tuende pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Ngome ya Michezo. Hakika leo ni gwiji ambaye tumemshusha, si mtu wa kawaida ndugu yangu. Ni gwiji ambaye tutaenda kuzungumza naye katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi ni ndugu yako, rafiki yako Ezra Mwirwa. Tutaenda sote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Moja kwa moja nilikwambia kwamba tunaye mgeni wetu ambaye siku hii ya leo ametutembelea kunako kipindi cha Ngome ya Michezo, na hapa tunazungumzia mambo ya kihistoria. Kubwa zaidi ambaye tupo naye hapa, naamini kwamba umemtazama, umemfahamu ni nani, na nimekwambia kwamba ana historia yake ya kipekee kwenye ligi kuu. Hivi sasa ukizungumza mtu mwenye historia yake ya kipekee, zipo zingine, lakini ya kwake bwana we, ni historia ya kipekee sana. Ukizungumzia msemaji mkongwe kwenye ligi kuu NBC Tanzania bara mpaka hivi sasa, basi ni huyu hapa. Karibu sana. Asante. Mimi nakusalimu sana. Asante. Tunasikia sana Tobias Kifaru. Karibu sana Mbeya. Nimeshakaribia. Sawa, huyu ndiye mgeni wetu ambaye tupo naye siku hii ya leo, na atatuambia hapa Tobias ni mzaliwa wa wapi kwanza? Kabla ya yote. Mimi ni mzaliwa wa Songea. Mimi ni Mngoni, nimezaliwa Songea. Na miaka 45 sasa niko Morogoro. Muda mrefu sana kabisa, lakini nimezaliwa Songea. Maisha yangu yote kule, wazazi wangu wapo kule. Kwa hiyo ni hivyo, mimi ni Mngoni halisi bwana. Ndio ile sikia Mngoni, maki ukifika Mbeya ukutana Nyakyusa kabisa, na Wanyakyusa ni watani zangu. Na nimefika Mbeya nimekutana na Wanyakyusa wengi sana. Na ninaishi nao Morogoro kule Mtibwa, wengi sana. Wengi wamekuja kufanya kazi kule katikati ya shamba na wamestaafu, basi wameweka makazi yao kule. Sasa nimejisikia moja wa watani zangu ambao tunasaidiana kwa shida na la. Sasa nimekuja Mbeya, ndio napita kuwasoma, wananipokeaje watani zangu. Lakini kule Morogoro nimekuwa nao karibu sana kwenye maisha yangu yote.
Okay, sawa. Tumesikia kwamba amezaliwa wapi, lakini kubwa zaidi ambalo tunataka tufahamu ni kuhusiana na historia tofauti tofauti kwenye kandanda hapa nchini Tanzania. Wewe ni mchezaji wa zamani? Sio sana. Isipokuwa naweza kusema nimepita kucheza mipira mitaani shule, na baadaye nikapata ajira Mtibwa. Baadaye nimepita, ndio niliokuwa tumeanzisha kikundi cha vijana mwaka 82, 83 kikundi. Mimi ni mwajiliwa pale. Kwa wakati naajiliwa, basi ili tuachane na matembezi ya kutembea, basi tunafanya baada ya kazi tunafanya mazoezi. Kwa hiyo kulikuwa na kikundi ambacho tumekitengeneza cha vijana, na ndio niliohusika kutengeneza na vijana wenzangu klabu ya soka ya Mtibwa kabla hata kiwanda hakijafikiria kuwa na timu, lakini waliona juhudi ambazo sisi tunaifanya. Kwa hiyo wao wakatuona sisi tunafaa. Baadhi ya viongozi wa kiwanda cha sukari walitutamani, na wengi ya viongozi ambao walitutamani naweza kusema kati yao 20 sasa wameshatangulia mbele zake. Naweza kusema nilikuwa na historia sasa, baada ya sisi vijana kuchukuliwa na kiwanda, wale ambao walihusika kutengeneza timu sasa ya kiwanda, pamoja na baba yake Happiness Magese aliyewahi kuwa Miss Tanzania, Sostenes Magese, ndio alihusika sana kuunda kikosi cha Mtibwa. Sasa kikabarikiwa kuwa Mtibwa Sugar, Mtibwa pekee ilikuwa inaitwa Mtibwa. Mwaka 86 baada ya sisi 82, 83, 84 tunacheza ligi daraja la 4 na nini tunacheza. Baadaye walivyochukua kiwanda 86 ndio ilikuwa inaitwa Mtibwa tu. Baadaye baada ya Mtibwa kiwanda kuchukua timu, nikaongeza jina Sukari. Nilipendekeza, nilimwona katibu mkuu enzi hizo marehemu sasa Kanuti Sabuni, kambezekani hiki ni kiwanda cha Mtibwa Sugar. Iwe vipi Mtibwa timu iitwe Mtibwa tu? Hebu tupeleke barua kwenye shirikisho la mpira la Tanzania kusema kwamba sio TFF. Tupeleke na zile barua ambazo zilikuwa zinaandikwa na katibu mkuu, kopi zake alikuwa ananipa, sababu nilikuwa naona anatekeleza yale ambayo nimemwomba ayafanyie kazi. Kwa baadaye katoka Mtibwa ile Mtibwa Sugar, Mtibwa Sukari, ndio mpaka sasa. Kumbe ndo asili ya ile sugar pale mbele. Ndio tumefahamu vizuri sana. Sasa wewe kwenye soka la Tanzania, tukizungumza watu ambao wana historia kubwa kwenye soka la Tanzania, ikizima ina rekodi ndio tukizungumzia watu ambao wamebeba historia kubwa ya soka la Tanzania wanalifahamu vizuri sana. Kipindi cha nyuma hakukuwa ligi kuu kama hivi sasa ambavyo tunacheza. Kwenye historia tunaona hivyo. Zamani ilikuwa inachezwaje kipindi hicho nyie mnaanza na Mtibwa hadi ligi kuu ikaja kutambulika? Ilikuwa hakuna ligi kuu. Kulikuwa na ligi daraja la kwanza, la pili, la tatu na la 4. Na ushiriki wake ulikuwaje kwenye wanaoshiriki ligi daraja la kwanza, la pili, la tatu na la 4? Kama ilivyo tu sasa, umeelewa? Ligi kubwa Tanzania ilikuwa ligi daraja la kwanza, hakukuwa na ligi kuu. Sisi Mtibwa tumepanda kucheza ligi daraja la kwanza 1995. Wakati tunapanda kucheza ligi ambayo ligi hiyo ilikuwa pamoja na Yanga, Simba, Leli, Polisi Morogoro, kulikuwa na Mbeya hapa, Kutameko, Kutatukuyu, yumo, unaelewa? Tiger hakuwemo? Tiger hao wamepita wengi sana, wamepita vilabu. Ulikuwa na Africa Sport, Coastal Union. Ukifika Tanga basi ukuta Africa Sport ina kundi lake kama ushabiki wake kama Simba na Yanga. Ukifika Tanga, yaani ile damu, kuna watu mpaka leo ukienda Tanga
Coastal Union na watu wake, Africa Sport na watu wake. Sasa mfumo wa ligi kuu umeanza 1998 ligi kuu mfumo wake kuitwa jina ile la ligi kuu 1998 ligi kuu, ligi daraja ya kwanza, ligi championship, sijui mpaka madaraja hayo. Kwa hiyo toka hapo mabadiliko kutoka daraja ya kwanza kuja ligi kuu, kukawa na mabadiliko kama haya. Okay, tumesikia vizuri sana. Na kipindi hicho Mtibwa Sugar mnapanda ligi kuu, umesema 95. Sasa wachezaji ambao walikuwepo, unaweza ukatukumbusha baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanatumikia Mtibwa? Nakumbuka. Tutajie. Mmoja hapo sasa hivi anafundisha kikosi cha Mbeya City. Salum Mayanga. Salum Mayanga akaja Mtibwa Sugar, kijana mdogo sana. Amekuja mwaka 1988. Salum Mayanga amecheza toka ligi daraja la 4, la 3, la 2 mpaka la kwanza. Alikuwa nahodha huyu, mtu muhimu sana. Kiongozi mwandamizi ndani ya klabu ya soka ya Mtibwa. Huwezi ukaliacha jina la Salum Shabani Mayanga, ambaye amefanya kazi ya kucheza mpira mpaka 2000. Yeye pale, pamoja na kwamba alikuwa anacheza mpira, lakini alikuwa afisa ustawi wa jamii ndani ya kiwanda cha sukari Mtibwa. Kwa maana hiyo alikuwa mwajiriwa, lakini pia alikuwa anatumika kama mchezaji. Ndio 2000 ndio akaamua kustaafu mpira. Alivyostaafu mpira, kwa jinsi alivyoonyesha uzalendo, moyo wake wa kuitumikia vyema klabu, mwenelewa, amepita na walimu wengi, kina Shente wa Nigeria, James Grace Yanga, Rol Shungu, amepita na mwalimu John Simkoko, amekaa na makundi ya walimu. Baadaye akaenda kozi mbalimbali, amekwenda nje, amerudi. Ni kati ya walimu wasomi sasa katika kufundisha mpira wa Tanzania. Kwa hiyo Salum Mayanga maisha yake hata isahau Mtibwa kamwe. Hata isahau kamwe maisha yake yote, sababu ndio imemlea mpaka kufikia hapa sasa. Hicho wakati umesema timu inapanda, Salum Mayanga ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwepo, na ni mtu ambaye alirudi baada ya hapo akawa kama mwalimu katika kikosi cha Mtibwa. Lakini wachezaji wengine ambao walipita ndani ya Mtibwa kipindi hicho wengi sana. Marehemu Peter Manyika, golikipa huyo. Yuko Steven Nemes, mlinda mlango, naye alitamba sana. Yuko Dua bin Said, yupo Zuberi Katwila, huyo amepita, ambaye kwa sasa ni mwalimu. Amepita Maxime tumemchukua Kilombero toka ligi daraja la 4 kijijini kabisa kule. Amekuja tukawa tunashangaa, lakini jitihada zake zilionekana, pamoja na ametoka huko, lakini aliweza kubadilika kadiri siku hadi siku. Na Mtibwa inalea, Mtibwa inathamini. Uthamini wa Mtibwa uko vipi? Kama unaonyesha uzalendo, unakaa na Mtibwa Sugar kwa muda mrefu, zawadi wanayokupa, utaenda wapi kaka kwenye maisha haya? Ukistaafu mpira, inakupeleka kozi mbalimbali, na baadaye unapewa jukumu la kufundisha Mtibwa. Sasa unapokuwa uzoefu ule, ndio hao kina Mayanga wametoka, kina Zuberi Katwila nao wamepita humo, wametoka, kina Meki wamepita humo, wamefundisha Mtibwa, wametoka. Sisi tunalea vijana ambao wadogo, na tunalea walimu, tunawafundisha walimu ambao baadaye wamecheza mpira kwa muda mrefu. Tutawapeleka wapi? Na wale wametoa damu, nguvu yao nyingi kwetu, wapeleke wakae mitaani bila ajira? Hapana. Sisi tunathamini mchango wa mtu, tuko namna sababu. Hebu tuingie gharama za hawa, tuwasomeshe. Leo wanafanya kazi nzuri kwenye nchi hii. Tumesaidia kuwafanya walimu ambao wanafundisha mpira Tanzania
Kama sio Mtibwa, kina Katwila, Meki, kina Mayanga wangeishi namna gani? Kabisa. Kwa hiyo sisi tunathamini mchango wa mtu, amefanya nini, ametumikia kwa uwezo gani. Sisi tuna nyingi ya kiutendaji. Tunapomwa jambo letu, basi tunamtekelezea yule, ili naye maisha yake yawe bora, yaboreke baadaye mbele. Sawa, umeeleza vizuri sana na pia umetupitisha baadhi ya majina ya wachezaji ambao wamepita kwenye kikosi cha Mtibwa. Sasa tunataka tufahamu tofauti ya soka kipindi cha zamani na hivi sasa. Kuna tofauti gani ambao unaonekana hasa? Zamani, mpira wa zamani watu walikuwa wajitolea, na ndio maana maisha yao duni sana. Leo ukimwangalia mchezaji aliyopata kucheza zamani na sasa, zamani ilikuwa uzalendo, kujitolea, uchungu wa klabu ambayo na walikuwa hawamiami, wanacheza vilabu kwa muda mrefu. Lakini siku hizi mpira umekuwa biashara. Biashara vipi kaka? Siku hizi mpira umekuwa biashara. Angalia miaka 10 ya iliyopita, wachezaji wetu wa Kitanzania wanazunguka vilabu hivi Tanzania, mwaka yuko hapa, mwaka yuko hapa, mwaka yuko hapa, mwaka yuko hapa. Ile biashara sasa, ile uzalendo ule kama zamani haupo baba. Zamani ilikuwa mtu anavuja jasho kwa kuitetea klabu yake kwa nguvu. Sasa hivi kwanza mazoezi mpaka uamrishwe twende mazoezi, twende kwa zamani watu walikuwa wanakimbia kwa mguu, wanawahi. Mwalimu anasema saa 9, wao wamewahi saa 6, wanakimbia huko kwenye ngazi. Nilikuwa na marehemu, nilikwenda Kigoma, Alphonse Modest Pamba alikuwa beki mahiri kweli kweli, yule timu ya Simba, timu ya taifa, Yanga, Mtibwa, Pamba kule. Amefariki miezi 6 iliyopita kule Kigoma. Alipa historia, anasema miguu yake ile baadaye miguu ilikwisha nguvu, sababu alikuwa anafanya mazoezi kukimbia kwenye ngazi hizi za viwanja kwa kimbia sana. Sasa baadaye hizi nani zimekwisha, kuna nani huko kwenye makongolo ile nani, baadaye ikaonekana hata kutembea nashindwa. Kwa hiyo watu walikuwa wanajitolea sana. Sasa hivi kaka, mpira sasa hivi tofauti na zamani. Si mpaka umbembeleze mtu fanye nini, anajua tu umbembeleze miezi 6, anakuambia mimi nimepata timu, anaondoka. Ile uzalendo haupo. Watu walikuwa wanatumikia miaka 10, 15 hapo kwenye klabu. Sasa hivi umekuwa kama ndio mpira umebadilika sasa hivi. Kabisa. Mpira umebadilika sana. Kwa hiyo mabadiliko nimeona sasa hivi kuna shida kidogo kwenye soka ya Tanzania. Na shida uzalendo haupo, alafu sio niseme Kiswahili gani. Sasa nizungumze ile tuliache ile, nitazungumza nawe baadaye, sababu nyinyi bado vijana, muelewe si tulikotoka na sasa tulipo, nini ambacho kipo. Leo nasikitika kuona vijana ambao walikwenda kushiriki kombe la dunia kule, walikwenda mpaka fainali AFCON ya vijana chini ya miaka 17. Ile nataka nione shirikisho la mpira la Tanzania linachukua hatua gani kuhusu wale wa vijana. Sio weke mitaani tu, hapana, tuwakusanye wale, tuwatengeneze. Baada ya miaka 2 wale wanaweza kawa nyota wazuri sana wa timu ya taifa ya Tanzania. Tusiwatupe, tuangalie ni jinsi gani ya kuwalea wale, ili baadaye tuwe na vizazi bora. Unajua mpira sasa unakuwa Tanzania. Ukiangalia serikali sasa hivi inajenga viwanja vingi sana vya michezo bora. Dodoma anajenga, Dar es Salaam uwanja Mkapa unafanya ukarabati mkubwa, ukienda Arusha nako hivyo. Zanzibar kulikuwa hakuna viwanja, sasa hivi watu wengi mashindano makubwa yanakwenda Zanzibar kabisa. Kwa hiyo kukua kwa kupanuka sasa kwa nchi kabisa. Kwa hiyo tutegemee kuona baadaye tunakuwa na vijana. Bila uwekezaji wa vijana
hakutakuwa na sababu ya kujenga viwanja hivi. Tutengeneze viwanja, tuwatengeneze vijana wale wengine wakaenda wakauzike duniani, wakatutangaze dunia nyingine, sio tukae nao hapa. Kwa kazi kubwa ni kuwalea wale vijana, baadaye watu wanakuja wanawachukua na peka nje. Ni sifa kutoka Tanzania. Tunapohitaji kutumia wachezaji wengine kwenye michuano ya timu ya taifa, tunachukua kule tunarudisha nyumbani, wanatusaidia. Lakini sote tukikaa tu viwanja vyenye na shauri. Sasa hivi viwanja vingi vilijengwa, na mkumbuka mzee Lawrence Mtaza Magama, nyinyi wadogo sana. Lawrence Mtaza Magama alikuwa mkuu wa mkoa wa kwanza nchini Tanzania kuwa mzalendo kutengeneza viwanja. Aliunda timu ya Majimaji Songea, alikuwa mkuu wa mkoa kule. Alitengeneza timu ya Majimaji 77 78 wakati wa vita ile. Idi Amini dada anatusumbua kule, alikuwa na mikakati, akajenga uwanja wa Majimaji, uwanja bora kweli. Baadaye alivyokuwa mkuu wa mkoa Tabora, akaenda kujenga uwanja wa Tabora kule ambao unatumika kwenye ligi. Baadaye kama mkuu wa mkoa akatengeneza uwanja wapi? Jamhuri Stadium Morogoro. Leo ameacha. Ninyi vijana mkumbuke nani aliyefanya kazi hii, ni uzalendo. Wakati alijitahidi kutengeneza nyumba 10 kujitolea. Nyumba 10, mabalozi wale na watu wao wanakwenda kusaidia ujenzi wa viwanja. Maki hata mimi nakumbuka wakati nasoma Songea, ilikuwa shule zinakwenda kuweka mawe, kusaidia mafundi, mpaka hivi sasa hivi. Hela ilipatikana vipi? Kauli nzuri ya serikali, kiongozi wa serikali ndani ya mkoa ilihamasisha watu. Leo wana viwanja, wanajivunia. Tabora upo. Toka ameondoka kuna mtu amejenga uwanja mwingine Tabora? Bado. Toka ameondoka Lawrence Mgama marehemu, kuna mtu amejenga uwanja mwingine Jamhuri Morogoro? Bado. Toka ameondoka nani amejenga uwanja mwingine Majimaji Songea? Ni yeye. Aliona mbali, leo tunafaidika kupitia yeye. Kwa hiyo ni watu wa kukumbukwa ambao wamefanya makubwa kwenye nchi hii. Okay, sawa. Tumesikia mengi sana kuhusiana na hayo ambayo yanaendelea kujiri, na mengine yalifanyika enzi hizo, lakini bado tunayaishi hata sisi ambao hatukuwepo katika kipindi hicho. Kubwa zaidi tunaelewa ambacho anakieleza ndugu yetu hapa, mkongwe kweli kweli. Sasa tunatamani pia tufahamu, zamani kulikuwa hakuna michezo wa soka kwa upande wa wanawake, lakini hivi sasa nao wanashiriki kwenye michezo ya mpira wa miguu kama ilivyo kwa wanaume, na wao wanaenda kombe la dunia, wanaenda AFCON na wana ligi kama ambavyo ipo kwa upande wa wanaume, na wao wanacheza dakika 90 vile vile. Tunataka tufahamu ujio wa soka la wanawake katika sasa tuseme dunia kwa ujumla, namna gani ambavyo inaongeza chachu kwenye kukuza mchezo huu wa soka kwa ujumla, kwa sababu zamani tulikuwa tunazungumzia wanaume asilimia ndio wanacheza soka. Nikwambie, mchezo wa mpira unapendwa sana duniani. Hamna burudani inayopendwa dunia, sio Tanzania, duniani, mpira miguu. Kwa hiyo ujio wa mchezo wa kina mama na mchezo wa mpira miguu unaongeza thamani kubwa, na ajira kwao ni ajira. Wengine wako nje wanacheza mpira nje ya Tanzania, kwa hiyo kuna vitu ambavyo wenzao wako Ulaya sasa wanapiga na wanatafuta channel kupitia hii ende zao maisha. Kila mtu anajaribu bahati yake duniani. Kwa hiyo swala la mpira unapendwa, wanaume wakicheza football inapendeza, wanawake wakicheza football inapendeza. Kwa hiyo ni mabadiliko, maendeleo duniani. Lazima tukiri, haya ni maendeleo makubwa duniani. Zamani na sasa tofauti. Kwa kadiri vizazi vinavyokuja, tutashuhudia mambo mengi. Kila mtu anabuni kitu ambacho kinaleta faida kwa wote. Lakini pia mambo mengi ambayo unayo kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini pia katika soka la Tanzania
tunaamini ni mengi mno, kwa sababu umeshikilia pia historia. Wewe ndiye msemaji mkongwe. Nini siri ya mafanikio wewe kuwa msemaji mkongwe kwenye ligi kuu mpaka hivi sasa? Na muda mrefu sana na ilikuwa sio dhamira yangu kuona leo kuwa hivi. Mungu tu, mwache aitwe Mungu. Sababu nilikuwa kwenye mmoja ya waanzilishi wa klabu, baadaye Kiwanda ilivyochukua timu na mimi nikawemo kwenye kundi la wale viongozi ambao wanasimamia Mtibwa timu. Mimi nilikuwa miaka hiyo ya 80 na kulikuwa na mitambo mikubwa mawasiliano. Unajua simu hizi, niwaambie kaka, hizi simu mnazojidai mnatamba mifukoni leo, zamani ilikuwa hakuna baba kabisa. Unakuta wilaya haina hata nani simu, umeelewa? Hizi imepatikana hivi karibuni. Kwa hiyo kule Morogoro mimi nilihusika kidogo kuwa msimamizi mkuu wa mawasiliano kwenye eneo ambalo husika. Sisi tuna kiwanda kikubwa sana cha sukari. Sasa pale tulinunua mitambo ya kisasa ya mawasiliano. Kiwanda ili ifanye mawasiliano na nje ya nchi lazima kuwe na mawasiliano, bila hivyo utafanya kazi kibubu haraka. Kwa tulimiliki mawasiliano, tununua mitambo yetu mikubwa ya tukafunga faksi, tukafunga sijui nini, mimi nilikuwa mhusika msimamizi mkuu. Sasa baadaye mimi nilikuwa na urafiki sana na watu wa vyombo vya habari nchini. Baada ya kuanzishwa klabu ya Mtibwa nikaona sasa hapa niwe msemaji wa Mtibwa. Mwaka 1985 ndio umeanza usemaji? Ndio 1985 nikawa nafanya mawasiliano na wanahabari nchini. Ilikuwa shida kidogo, mimi nikaonekana nyota, sababu radio zilikuwa za radio 77 zile za mbao. Kwa hiyo ukuta kama kijiji kina radio 2, basi vijiji vyote watu wote saa 2 kasoro au saa 1:30 watu wanasogelea radio kupata, wamechaji ile beti zile ya kuchaji kwenye jua ile. Wanaweka beti 20 imradi tu sauti iweze kusikika kwenye radio ile, radio ya ikakata. Kwa hiyo ikifika basi wanajua tu kifaru atatokea huko. Kuna vitu ambavyo nilikuwa nachangia. Kwa hiyo baada ya hapo nilikuwa naisemea Mtibwa vizuri, na vilabu vyote nchini vilikuwa na katibu mwenezi mipango, Simba, Yanga, vilabu vingine vyote, lakini klabu ya Mtibwa pekee ilikuwa na msemaji. Na ndio nilitengeneza mwenyewe, nilibuni mwenyewe, nasema mimi sasa niwe msemaji ukizungumzia klabu, na sijateuliwa na mtu. Hiyo imekuja, nimeanzisha timu na nikawa msemaji mimi mwenyewe, na ile sijawahi kupewa barua kusema wewe msemaji wa Mtibwa. Utaniandikia vipi barua wakati mimi muasisi bwana? Mimi ndio mwenyewe, umeelewa, mshauri mkuu. Kwa hiyo nimekwenda hivi. Baadaye shirikisho la mpira likasema hapana, sinataka sasa na sisi taasisi zetu kwanza ligi kuu, daraja la kwanza, sio champion, vilabu vyetu vyote viwe na wasemaji. Sasa nikasema hili jambo zuri, na mimi nikawa nimefurahia. Sasa vilabu Simba, Yanga, watu wamepata ajira hao, kina Sande, kina Haji nani sijui hawa wengi, alafu wadumu. Nataka kuwasihi, kwa nini wadumu kuizungumzia vilabu vyao? Unajua majukumu yako, unajua mipaka yako ya kazi, lazima ujue. Unajua maana kazi yako kuizungumzia klabu, mipaka yako iko vipi kuizungumzia klabu. Usiwe tu unakurupuka unazungumzia klabu yako, unaizungumzia klabu ya yule. Zungumzia brandi, itangaze klabu, taasisi yako kwa mipaka. Usiingilie majukumu ya mtu mwingine, ukaenda ukazungumzia huko Tanzania, unataka uzungumzie Uganda, hayakuhusu. Ndio ukosefu wa maadili.
Lakini pia kutokana na hiki tayari kila sehemu ina ofisa habari ambaye anazungumzia kwenye taasisi za soka, lakini pia kwenye upande wa vilabu. Ni namna gani ambavyo wewe kama muasisi unashirikishwa kuhakikisha kwamba hiki kitu kinaendelea kuwa bora zaidi? Sawa. Kwanza nataka nirudi utawala wa mzee Magufuli marehemu. Alisema na mimi nataka niwe na msemaji na nataka wizara ziwe na wasemaji, taasisi zote za kiserikali ziwe na wasemaji. Watampata ajira, wanazungumzia. Nilimshuhudia shemeji yangu Msigwa pale anaula kumzungumzia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa hivi ni katibu mkuu wizara inayohusika na michezo Tanzania. Lakini bado anaizungumzia kama msemaji wa serikali. Hajakiuka, anajua kazi yake vizuri sana. Kwa muda mwingi sana nimekuwa nikimfuatilizia. Ametukuka, amekuwa mtu bora sana. Azungumza vitu ambavyo vya msingi sana vya nchi hii. Unaweza kuzungumza tofauti ukaharibu mipango ya nchi. Nchi ina siri kubwa. Sasa sio unalopoka tu, zungumza misingi, zungumzia vitu ambavyo wewe vinakufanya watu wakafurahia kwamba nchi ina mpango huu. Kwa hiyo nilifurahi kuona mabadiliko hayo. Na mpaka sasa ajira nyingi sana za Watanzania wako wengi sana. Juzi nilikuwa tunacheza na Simba. Nilimwita, tulikaa na rafiki yangu, nikawa na mchallenge nazungumza naye Ahmed Ally, tukawa tunajadili mambo mengi na nimemtengeneza, nimemuivisha kidogo. Amenielewa, alikuwa makini sana. Kwa hiyo tunajaribu kuelekezana, tukikutana basi lazima tukae chini chemba kidogo. Mimi kama mkongwe, hebu hapa pawe hivi, unaisemea vizuri, unavuta unaisemea vizuri klabu yako. Nilikuwa namwambia unaizungumzia vizuri. Unajua hamasa, mtu msemaji ni kuleta hamasa kabisa. Kuleta hamasa, unajaza viwanja, maneno yenye hekima, unajaza viwanja, watu wanaacha ma-TV nyumbani, wanakuja kiwanjani. Na ujue mpira ni biashara kaka kabisa. Wewe uibrandi klabu ili watu watakavyoingia kwa wingi viwanjani, tayari klabu yako inapata mgao kupitia wewe. Msemaji ndiye chanzo. Una maneno mazuri ambayo yenye kivutio. Nilijaza juzi Jamhuri Stadium pale, kidogo tu nizungumza, watu waliacha ma-TV makubwa ya nchi 200 500 walikuja uwanjani kuja kuangalia. Lakini baadaye sisi tumevuna hela, hatujakosa milioni 60 na kwenda milioni 60 tumepata mechi ile. Bila kusema hivi tungepata. Sasa pale mgao unakwenda BMT, TFF, sijui nao wakuta mipira wanapata mambo yao, sijui madaktari wa nini wanapata. Basi ile nao wanaishi kabisa. Ndio maisha. Sasa usipojaza viwanja, pato lako utatokea shilingi 2000, watu 10. Hao utawalipa vipi hawa? Lazima uchangie kuvuta watu, uchangie mapato, ili baadaye wale wahudumu ambao wanasimamia masuala mazima ya mipira waweze kupata stahiki zao. So wameacha majukumu yao kuja kusimamia kuhakikisha haki ya mchezo unafanyika. Sawa, tunaendelea kuzungumza na mkongwe hapa Tobias Kifaru ambaye ni msemaji mkongwe kwenye vilabu vya ligi kuu Tanzania. Hapa ukizungumza wasemaji wa kongwe, basi huyu ni msemaji mkongwe. Wote wamefuata kwake bwana, hakuna ambaye utamlinganisha na yeye, na bado yupo katika karia ya soka. Tutarejea punde. Ngome ya michezo.
ya michezo. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-Level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri, rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka. Wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754 691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu mpeleke mwanao St. Marcus High School. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo. Naam, tumerejea tena na tunaendelea kuzungumza mengi sana yanayohusu mchezo wa soka tukiwa na mkongwe Tobias Gifaru, msemaji ambaye kwa hakika kwenye soka la Tanzania ana historia yake ya kipekee sana, na tumezungumza mengi. Amekwambia alianzaje kusemea klabu, lakini pia amekwambia bwana wachezaji ambao wamepita pale Mtibwa Sugar ni wengi sana, lakini ameeleza mchango mkubwa ambao hivi sasa unaonekana kupitia soka la wanawake. Hivi sasa nataka tugeuke kidogo tugusie vijana, kwa sababu tunasema wachezaji ambao tunawatarajia kwenye taifa letu ni vijana wa sasa, na pale mwanzo aligusia kidogo kuhusiana na wale Serengeti Boys ambao walifika hatua ya fainali kunako michuano ya Afcon chini ya miaka 17. Tobi, nyie pale Mtibwa Sugar ni wazalishaji wazuri sana wa vipaji. Tunataka kufahamu ligi hii ambayo inachezwa hivi sasa kwenye kila msimu ya vijana ni namna gani ambavyo inasaidia kuhakikisha kwamba tunawakuza hawa vijana na kuendeleza vipaji vyao? Sisi tunawekeza vijana na kwenye ligi ambayo unaiona leo inaendelea, vijana wengi wametoka kwenye kundi la vijana Mtibwa. Sasa sisi tunatengeneza vijana ili baadaye taifa lijivunie jitihada ambayo inafanywa na klabu ya soka ya Mtibwa. Sisi tunatembea mikoa mbalimbali, na wakati mwingine tunaitisha mchujo, labda vijana wanakuja 800 900, tunachagua nakaa nao wiki pa, tunachagua wale ambao tunaona hawa wanaweza kalelewa, huwa tunakaa nao. Hulipi hata senti 5 mzazi. Si tukikuchukua basi uko mikono salama. Utapata maisha yote bora ya kijamii yanayohusiana na maisha ya mwanadamu. Utapata sehemu ya kulala, utapata sehemu ya kula, maisha kwa wastani. Tunakusahaulisha na kule ulikotoka, vile vitu ambavyo labda ulitakiwa kupata sisi tunakutengenezea, unapata. Sasa baadaye wanakuwa na kazi yao ni mpira tu, chakula safi, kulala safi, hospitali, tuna madaktari, tuna walimu. Baadaye wanakuwa wachezaji wazuri. Baadaye tunawajaribisha mchezo mmoja kwenye ligi kuu. Maana shirikisho la mpira limeruhusu unaweza kutumia vijana 5 kila mechi mchezo kutoka kundi la vijana, timu ya vijana. Kwa hiyo ukiangalia hata sasa hivi kwenye ligi yetu tuna vijana 3 4 ambao wale wamesajiliwa kama kutoka timu ya vijana, lakini wanachezea timu kubwa. Haya ndio mafanikio ambayo sisi, na baadaye wakikua wakitaka kuondoka, sisi tumemaliza kazi yetu.
nenda unakutaka, kisi nimekutengeneza. Hatuhitaji utulipe, utufanyie nini. Sinataka tu, sababu sisi tunakutengenezea, tunatengeneza sukari, tunalima wenyewe mua, tunatengeneza sukari. Ile kipato tukipeleke wapi? Lazima tuchangie serikali, na kuchangia kwetu tunalea vijana ambao wako mitaani. Maki ukiwaacha vijana na wanazurula, asali yake ni kubwa. Wanavuta bangi, wanafanya nini, madawa kulevya nini, wanakunywa pombe. Sasa wale ukiwakusanya, ukiwatafutia sehemu nzuri bora, wanabadilika, ndio wao wanacheza mpira sasa. Aha. Sawa, na pengine ambaye anatutazama hivi sasa anatamani kufahamu kuna kitu gani ambacho kwenye soka la Tanzania wewe kama mkongwe unatamani kutueleza ama kuasa, lakini pia kushauri ili kuweza kuendeleza soka letu? Kwanza nilishauri jambo moja la viwanja. Viwanja vingi vilijengwa zamani, vinamilikiwa na vyama vya siasa. Basi serikali itenge mafungu iweze kusaidiana na wale wamiliki wa uwanja ili viwanja vyetu viwe bora. Leo uchukulie uwanja wa Sokoine, hii ni eneo zuri. Kama serikali inaweza kuchangia viwanja hivi, naweza tukaita timu nyingine za zikaja kucheza, chana na uwanja Mkapa tu peke yake. Mechi nyingine tukaleta Mbeya, mechi nyingine tukapeleka Tabora, mechi nyingine tukapeleka Majimaji. Unajua mpira biashara. Tunapopeleka tukatengeneza viwanja ndani ya mikoa tofauti tofauti na tukapeleka michezo ya kimataifa, wale watu wakazi wa kule, biashara Minielewa? Ndio. Kwa serikali iangalie namna ya kuboresha, kuongea na wamiliki wa viwanja, waingie makubaliano, watengeneze vile viwanja ili viwe bora. Na jambo jingine, nilipendelea kuona kila wilaya na kila mkoa unakuwa na viwanja vya michezo, kuanzia mkoa, wilaya, tarafa, kuna viwanja. Mnaelewa? Watu tupate burudani. Leo ukizunguka mitaani, watu wanatafuta upenyo tu, wanacheza mpira. Viwanja vikavu, viwanja nini? Tutapataje vijana wazuri? Tutengeneze viwanja kwenye tarafa zetu, vijiji. Serikali ina uwezo. Serikali ina uwezo. Leo umetengeneza mabarabara, SGR nini. Tukumbuke basi hata burudani zile, ili vijana wale waepukane kuzunguka tu, kutembea usiku. Wanafanya mazoezi, tunapata vijana wakienda kulala, hata uhalifu na kwa hakuna. Wamechoka na mazoezi. Tutapata watu sahihi wazuri wa nchi hii. Wapo, lakini wanakosa viwanja. Wapi? Tuwatengenezee viwanja vijiji nini, kila mtu anaiweza, ili tupate namna nzuri ya kupata watu ambao wataitendea haki nchi kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Okay. Huo ni ushauri wa mkongwe wetu hapa. Kwa lugha ya kuazima tunasema legendari kwenye soka la Tanzania. Basi ukizungumza miongoni mwa malijendari, basi na yeye yumo kwenye mchango wa soka, yupo sana na bado yupo. Tobi, swali la kizushi, unatarajia kustafu kidogo hata usemaji kwa hivi sasa, kwamba kidogo umri umeenda, nimekuwa mzee? Unajua, mimi sijateuliwa na mtu. Nimekuwa muumbaji wa taasisi hii. Watanzania wananipenda. Hata hivyo nafanya kazi Morogoro. Nitamani miaka 4-5 ya nyuma nirudi Songea nikaishi. Waachane na soka. Niachane na soka na kazi. Mimi ni mwajiliwa pale. Nitaka kupumzika. Lakini nimepata watu sasa, nimekuwa kama mshauri wa idara mbalimbali ndani ya kiwanda. Kazi yangu kushauri department, idara zote za Mtibwa na idara nyingi zinaongozwa na ni kazi yangu kuingia, kuzungumza nao, kushauri, yani kwa ujumla kushauri ili mambo yaende vizuri.
Kwa hiyo pamoja na kushauri klabu ya Mtibwa na kuisemea Mtibwa, mimi jukumu langu eneo lile lote la watu labda 15,000 hawajafikia umri wa kwangu wa kufanya kazi. Mimi nime kama mtu amekuja na mishale, nimekwepa mishale. Umeelewa? Ni mzee. Nimekwepa mishale. Sasa hawataki, wanatamani kuniona tu pale. Kuna kitu ambacho bado nina nguvu nacho cha kufanyia kazi. Bado nimekuwa mshauri wa vijana wengi waliopo. Bado nina haki ya kusema nao. Bado nina haki ya kuwashauri wafanye kazi vizuri, kuelezea jinsi maisha yalivyo, kuelezea jinsi gani unatakiwa kijana uangalie. Leo uko hapo, uangalie hata kule wazazi ulikotoka unawafanyia nini. Leo unafanya kazi wewe, una wazazi wako. Ni vijana maadili sasa hivi hamfikiri kuangalia wazazi, hamfikiri kuona wale wazazi. Wengi tunaondoka mapema sababu nyinyi vijana hamna nguvu ya kuwaona wale wana thamani. Ukishapata umefanya nini? Amekusomesha babako, ameuza kuku, aliuza ng'ombe, aliuza mbuzi, umeelewa? Alifanya vibarua ili upate hela za kusoma. Lakini leo umesoma, umesahau, hujui kule amepambana vipi. Kwa hiyo kazi yangu ni kusaidia jamii ambayo ipo maeneo ambayo yanazunguka. Bado nina nguvu ya kusemea, na sasa hivi nitamani siwezi kuondoka. Nimeambiwa kaa kama nyumbani sasa hivi, lakini anapoharibu nasema hapo tunapokwenda siko. Naweza kuambia hapa huyu ameshindwa kuwajibika, ameshindwa kuitendea klabu yetu iwe bora. Unaona tunayumba. Kwa nini tunayumba? Naam, mtazamaji wa Baraka TV, kipindi cha Ngome ya Michezo. Hakika siku hii ya leo umesikia kile ambacho tumeweza kuzungumza na mkongwe, msemaji ambaye ana historia yake kwenye soka la Tanzania. Ndiye msemaji ambaye mpaka hivi sasa tunavyozungumza amesemea taasisi ya mpira zaidi ya miaka 40. Hakuna msemaji ambaye amefikisha kipindi hicho kusemea taasisi ya soka. Huyo ni Tobias Kifaru, msemaji wa Mtibwa Sugar. Ametupitisha katika mambo mengi. Ametuambia kipindi wanabeba ubingwa mwaka 99, 2000, tumesikia mambo mengi, lakini pia wachezaji ambao wamepita baadhi ndani ya kikosi cha Mtibwa Sugar na hivi sasa wanaimbwa kwenye soka la Tanzania. Lakini hajaishia hapo, ameeleza mambo mengi sana ambayo kwa siku hii ya leo naamini umeweza kuyasikia hata wewe, mengine ulikuwa huyafahamu. Kwa hiyo kipindi cha Ngome ya Michezo tunahakikisha kwamba tunazungumza mengi sana, yale ambayo yamejificha, lakini mengine tunaendelea kukumbushana. Kuna kusahau katika ulimwengu huu, kwa hiyo ni muhimu sana tukaendelea kukumbushana. Hivyo ndivyo ambavyo tunafika tamati mwa kipindi chetu cha Ngome ya Michezo. Panapo majaliwa, tujaliwe afya njema, wiki ijayo tutakutana hapa kwenye kipindi cha Ngome ya Michezo. Uwe na wakati mwema. Mimi ni ndugu yako, rafiki yako Ezra Mwirwa. Baba Nongi ameenda kutafuta mama Nongi. Habari njema kwako mzazi au mlezi. Uongozi wa shule ya St. Marcus High School iliyopo Iwambi jijini Mbeya unapenda kuwatangazia kuwa usajili wa kidato cha 5 A-Level kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa rasmi. Fomu zinapatikana shuleni St. Marcus na Msimbazi Center, chumba namba 19, Dar es Salaam. Masomo ya kidato cha 5 yataanza rasmi tarehe 6 mwezi wa 7, 2026 katika michepuo ya PCB, PCM, CBG, EGM, HGE, HGL, HGK na HKL. St. Marcus High School ni shule bora ya wasichana na wavulana na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mazingira mazuri, rafiki kwa wanafunzi kujisomea, walimu wa kutosha, maabara ya kisasa, maktaba. Shule inafanya vizuri kitaaluma kila mwaka. Wanafunzi wote ufaulu. Kwa maelezo na maulizo piga simu namba 0754 691038 na 0750775775. Kwa maarifa na ujuzi wa hali ya juu, mpeleke mwanao St. Marcus High School.
Ngome ya michezo.